Nadhani mwaka jana, mwaka wa fedha 24-25 kama sikosei, 24-25 24 nimefanya vizuri sana. Na nadhani kama sio wa kwanza kitaifa sana, lakini kwenye top 2 top 3. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwa niaba ya serikali kuwapongeza. Najua jambo hili si kwa sababu ya rasilimali tulizonazo, la hasha. Ni kwa sababu ya mipango mizuri, uzalendo, usimamizi na bidii mlionayo watumishi wa TRA Kahama wakiongozwa na wewe. Kasi hii iendelee ili serikali iweze kufikia hatua bora ya kuwahudumia Watanzania. Sababu TRA tunaitegemea sana. Wananchi wetu wanahitaji afya bora, miundombinu mizuri ya barabara, sekta ya elimu, shule za msingi na sekondari zijengwe, mishahara ya watumishi, walimu, madaktari na watu mbalimbali, sambamba na mikopo ya 10% kwa makundi ya vijana, watu wenye ulemavu, sambamba na kundi la wanawake. Lakini haya yote tunawategemea TRA. Kwa hiyo niwapongeze sana, lakini watie moyo kwamba kazi hapo hapo tuhakikishe tunazidi kufikia malengo ambayo tuliyafikia miaka miwili au mwaka huu uliopita. Lakini sambamba na hilo tuendelee kutoa elimu, kushawishi na kusisitiza wafanyabiashara kutumia mashine ya kielektroniki. Maeneo mengi tunapata huduma lakini hatupati risiti. Lakini inawezekana pamoja na kazi kubwa na elimu ambayo mnaendelea kuitoa, lakini ongezeni kazi. Ninaamini mtu mwingine ni kwa sababu hajajua umuhimu wa mashine. Lakini akishajua umuhimu wa mashine, ninaamini kazi hii itakuwa rahisi. Na kwa kufanya hivyo tunaweza kuongeza kiwango tunachokusanya kila mwezi na kuweza kufikia zaidi na zaidi malengo ambayo tumejiwekea. Lakini pia niwapongeze na kuwashukuru sana wafanyabiashara wote wa wilaya yetu ya Kahama wakiongozwa na mwenyekiti wetu sambamba na katibu kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya, kwa mahusiano mazuri ambayo mnayo na TRA, na si tu TRA, wananchi sambamba na serikali yenu. Kwa nyakati mbalimbali, ndugu meneja, nimekutana na wafanyabiashara hawa. Wananchi wetu wana changamoto mbalimbali sana. Wakati mwingine zinapotuzidia huwa namuita katibu na mwenyekiti, tunakaa na baadhi ya wajumbe wa kamati ya usalama. Jamani, tuna changamoto hizi kwa wananchi wetu, ninyi mnatusaidiaje? Na wamekuwa wepesi sana kuhakikisha wilaya yetu inasonga mbele. Kwa hiyo kwa hilo niwashukuru sana, na tuahidi tu kama serikali tuko pamoja na ninyi kuhakikisha biashara zenu na uwekezaji wenu unaweza kufikia malengo yale ambayo mnayahitaji. Ni wajibu wa serikali kuhakikisha unakuwa, ni wajibu wetu. Ni wajibu wa serikali kuhakikisha uwekezaji wenu na biashara mnazofanya zinazaa matunda. Ni wajibu. Na niwaombe tu katika majukumu hayo mnayoyafanya kibiashara, msiache kuzingatia kanuni, taratibu na sheria zilizowekwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuepusha migogoro na migongano ambayo inaweza ikatokea kwa sababu hizo. Lakini imani yetu kama serikali kwenu kubwa, tunawapongeza na sisi tuko pamoja na ninyi wakati wote. Kwetu tunaamini changamoto zipo kwa sababu inawezekana kuna mtu hayuko kwenye mfumo rasmi lakini ana kipato. Kupitia hili dawati la kuwatambua wafanyabiashara wadogo na hata sio tu wadogo, hata wengine wakubwa, linatupa wigo mzuri kwamba tunaamini huyu mtu kadri tunavyomtambua, siku moja tukiendelea akiweza kuaccess hizi huduma, kuna siku atajiona sasa amefikia level ya kuanza kulipa kodi. Kwa ni kwetu tunaamini ni eneo muhimu. Kwa mfano, chukulia mfano, assuming wewe unapokuwa unataka kulima shamba kama mpunga au nini, ili uweze kulima si lazima uwe na nasari. Utaanza kutengeneza kitalu chako, baadaye utavuna, utapeleka. Ndio msingi wa hili dawati kwamba tunawatengeneza watu waone kwamba TRA ni sehemu yao muhimu
inakuwa kama ni center of information. Leo hii kuna vikundi mbalimbali viko huko haviko form. Kesho kutwa akitaka ku access huduma yoyote anaambiwa naenda TRA. Lakini akishajua kwamba kwa taarifa zangu zozote nikianza na TRA nitapata taarifa zote na procedure zote za kibiashara. Kwa hiyo ndio maana tunaita ni dawati wezeshi, trade facilitation. Tuna facilitate biashara zao kwa kuwapa huduma. Hatuwawezeshi kwa maana ya kuwapa hela. Tunawawezesha kwa kuwa connect na kujua shida zao. Mimi kwa niaba ya wafanyabiashara tunashukuru TRA imetukaribisha katika maboresho haya ambayo tunaendelea kuyaona sisi kama wafanyabiashara yanaimarisha mahusiano yetu. Meneja, tunashukuru sana, kazi mnazozifanya tunaziona. Zamani biashara tulikuwa tunaziogopa, lakini sasa hivi biashara tunazipenda kweli. Tunatamani mazingira haya yaendelee kuwa bora zaidi. Lakini kwa staili tuliyoona hii ya dawati, maana yake mazingira yanaendelea kuboreshwa zaidi. Na sisi tuko tayari kuendelea kulipa kodi na kutoa mashirikiano pamoja na TRA. Wafanya biashara wengi tunapozungumza nao sasa hivi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wanafurahi sana kuona TRA imekuwa rafiki wa wafanya biashara. Inatoa elimu, inatoa semina nyingi tu hapa Kahama. Kwa hiyo kali tunavyoendelea hivi, na sisi Wasukuma huku wengi, Mkuu wa Wilaya ni Wasukuma. Wasukuma tumekalia kuchunga ng'ombe na kilimo. Kwa hiyo masuala ya biashara haya tumeyajulia juu. Kwa hiyo tunapoendelea kupata elimu hii ndio inavyoendelea kutuboreshea kuendelea kulipa kodi vizuri. Na meneja anaendelea kuona wafanyabiashara wa Kahama wanapolipa kodi vizuri bila bugza, bila maumizo yoyote. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunaomba wilaya yetu iendelee kuimarishwa na TRA ili Watanzania au wana Kahama waendelee kulipa kodi zao katika mazingira rafiki. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.